Sasa hapa ndipo pana hiki ambacho kinaonekana ni rekodi nyingine ambayo Yanga mpaka sasa wanaishikilia. Kinachosubiriwa ni kuona mpaka mwisho wa msimu wataendelea kuwa na rekodi hiyo ambayo ni ipi. Sasa Yanga wana rekodi ya kuwa timu yenye ukuta imara zaidi kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Inaonyesha hivyo kwa kuwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi kuliko timu zote. Kwenye kufunga ndio timu inayoongoza katika ligi kuu Tanzania bara kwa kuwa na mabao mengi, mechi 19 na mabao 44, wakifuatia watani zao wa jadi Simba wenye mabao 32. Lakini tunaangalia katika kuzuia kwamba Yanga mechi 19 imeruhusu mabao 3 tu. Iliruhusu wakati inatoka sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, iliruhusu wakati inashinda 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji, iliruhusu bao wakati inaifunga KMC mabao 4-1. Ndipo tunapata mabao 3 ambayo inatuambia nini hapa sasa? MPG, minutes per goals, lakini hizi tunazungumzia goals conceded. Dakika ngapi kwa wastani wapinzani hutumia ili kupata bao dhidi ya Yanga katika ligi kuu Tanzania bara. Sasa hapo utapata vipi? Hii ni MPG pia, minutes per goal, lakini ile ambayo ilikuwa conceded kwa lugha nyingine ni kama ni MPG ambayo ni hasi, yani mnaoruhusu nyinyi. Wapinzani hutumia dakika ngapi kwa wastani kufunga goli? Dakika zikiwa nyingi maana yake mna ukuta imara zaidi, dakika zikiwa pungufu maana yake hamna ukuta imara, mnaruhusu mabao kwa haraka zaidi. Nadhani nimeeleweka vizuri. Sasa katika eneo hili Yanga kucheza mechi 19, maana yake tunazungumzia mechi 19 tunazidisha mara 90, tunapata dakika 1710. Mpaka sasa ndizo dakika ambazo zimechezwa na Yanga katika ligi kuu Tanzania bara, na timu nyingine zote 15, Yanga ikiwa yenyewe nayo ni kamilisha timu 16 katika ligi kuu Tanzania bara, mpaka sasa zimecheza kwa dakika hizi. Sasa kwa dakika hizi 1710 Yanga kuruhusu mabao 3, maana yake kwa wastani Yanga inaruhusu bao moja kila baada ya dakika 570. Ndicho ninachomaanisha hapa. Sasa hiki ni kiwango cha juu mno cha uzuiaji, kwa sababu wapinzani huhitaji dakika hizi 570 ndipo walau kupata goli moja kwa wastani mpaka sasa katika mechi 19 za ligi kuu Tanzania bara. Wastani huu unaifanya Yanga sio tu kwamba ndio timu inayoashiria walau kwenye namba kwamba ina ukuta imara zaidi, kwamba kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamieto, Dickson Jobu alicheza mechi kadhaa kabla ya kuumia, Frank Yasinki golikipa, Jigi Diara, Msheli, lakini hivi sasa wana Hussein Masalanga, walinzi wao wa pembeni, Israel Pati Kimwenda, Kibwana Shomari, Mohamed Hussein Shabalala, lakini pia Shadrack Isaka Boka na viungo wao kina Duka Buya, washambuliaji wao kwa ujumla. Katika kuzuia as a team Yanga wanaonekana kwamba kwa imara sana, sio tu katika ligi kuu Tanzania bara bali pia katika ligi kuu za mashirikisho yote 54 barani Afrika. Hivi sasa ligi zao zinaendelea zikiwa mechi zimechezwa kwa idadi tofauti tofauti kulingana na ligi husika, lakini ukiangalia MPG hii ya kuruhusu, kwa maana MPG ya kuconcede, kuruhusu mabao wastani wa kila baada ya dakika ngapi, Yanga hawana mpinzani Afrika nzima kufikia sasa. Tunatambua kuna baadhi ya nchi ligi zimechezwa mechi 22, kwingine wamecheza mechi chini ya 10, lakini kote ukiangalia bila kujali idadi ya mechi, lakini pia bila kujali ubora wa ligi husika, bado Yanga iko best katika kuzuia kufikia sasa. Hapa tutafafanua vizuri. CAF kwa utaratibu wao ligi kuu ubora ni lazima ligi husika iwe imetoa timu iliyoshiriki hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho barani Afrika ndani ya misimu 5. Kama ligi haina timu yenye sifa hiyo walau moja, hiyo ligi haimo katika orodha ya ligi bora barani Afrika. Sasa kwa mtindo huo, hivi sasa ukiangalia ligi bora barani Afrika kuna namba 1 mpaka nambari 26. Ya 26 kule unaikuta kuna ligi kuu Eswatini, ndio katika zile zinazokamilisha ligi bora 26 barani Afrika. Sasa ukiangalia sio tu kwenye ligi bora, ukiangalia na ligi nyingine zisizokuwa katika orodha ya ligi bora, kwa mfano ligi kuu Rwanda, kwa mfano ligi kuu ya Djibouti, ligi kuu ya Somalia, zote kwa ujumla, ligi kuu ya Lesotho, ukiangalia nchi zote ligi kuu zao, bado hakuna timu ambayo imejidhihirisha kwamba kwenye ligi yake ina ukuta imara kama Yanga. Ndicho inachomaanisha. Badala yake ukiangalia top 5 best teams katika kuzuia kwenye ligi zao kutokana na kipimo cha MPG, maana lazima tuangalie mabao ulivyoruhusu, unatumia dakika ngapi, ndio wastani mzuri wa
kufanya ulinganifu, kufanya comparisons, kwa sababu huwezi kuangalia actual goals ambazo timu imeruhusu, kwa kuwa ligi zimecheza idadi ya mechi tofauti tofauti katika mashirikisho haya wanachama wa CAF 54. Sasa ili kulinganisha kwa haki, lazima kila moja ubadilishe, uonyeshe kwamba inaporuhusu bao wapinzani hutumia dakika ngapi ili kuruhusu, na hapo ndipo unaweza sasa ukapima ukaona yule ambaye dakika zinakuwa nyingi ili wapinzani kupata goli ndizo zenye ukuta imara zaidi, alafu zinafuatia hivyo kwa descending order, kwa kupungua. Sasa ukiangalia inayoshika nafasi ya 5, kama unaangalia top 5 ya klabu zenye ukuta imara zaidi kwenye ligi zao, hapa msisitizo ni kwamba nafasi ya 5 katika mlinganisho huu ni Simba Bora ya Zimbabwe, ambayo yenyewe mpaka sasa katika ligi kuu ya Zimbabwe imeshacheza mechi 7, lakini mabao yaliyoruhusu ni 2. Kwa lugha nyingine, wapinzani kwa wastani wanaruhusu mabao kila baada ya dakika 315 minutes. Hii ndio timu ya 5 kwa kuwa na ukuta imara zaidi miongoni mwa ligi kutoka kwenye mashirikisho wanachama 54 barani Afrika. Namba 4 ni klabu ya Tengweth. Hii inashiriki ligi kuu ya Senegal. Hii ni ligi kuu ya Zimbabwe, ndio yenye ukuta imara zaidi. Kumbuka ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, katika eneo hili hatuangalii kama timu inaongoza ligi au timu iko mkiani, la hasha. Tunaangalia timu kwenye ligi yake inayoongoza kwa kuruhusu mabao machache. Ndicho tulichofanya kwa kuangalia ligi kutoka kwa mashirikisho wanachama 54 barani Afrika kwenye ligi kuu zao. Kwa Tengweth, hii ni ya Senegal. Mpaka sasa Tengweth wamecheza mechi 22. Wameruhusu mabao 6, ambayo kwa wastani utaona inaruhusu mabao kila baada ya dakika 330, na hivyo kuwa ndio timu ya 4 kwa kuwa na ukuta imara zaidi kwenye ligi yake kwa kulinganisha na timu nyingine kwenye ligi zao katika kuruhusu mabao. Lakini nafasi ya 3 inashikiliwa na timu kutoka Congo Brazzaville, ambako kuna timu inaitwa ACJM. Yenyewe imeshacheza mpaka sasa mechi 8. Kwenye mechi 8 imeruhusu mabao 2. Kwa hiyo kwa wastani ACJM ya Congo Brazzaville yenyewe inaruhusu mabao kwa wastani wa kila baada ya dakika 340, kwa sababu imecheza mechi 8 imeruhusu mabao 2. Yaani kwa lugha nyingine, mechi 8 tunazungumzia dakika 720, halafu kuruhusu mabao 2, ndipo napata dakika 340 kwa wastani, ndipo inaruhusu bao 1. Lakini nafasi ya pili kwa ukuta imara zaidi ni timu kutoka katika ligi kuu ya Gabon, inaitwa Stade Malien. Yes. Hii inashika nafasi ya pili kwa kuwa na ukuta imara zaidi, kwa sababu katika ligi yao ya kule nchini Gabon mpaka sasa yenyewe imeshacheza mechi 6, imeruhusu bao 1 tu. Kwa lugha nyingine, inaruhusu bao kwa wastani wa kila baada ya dakika 540. Matokeo yake ndio inashika nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza ndipo unawakuta wananchi Yanga, ambao wao wanashiriki ligi kuu Tanzania bara. Mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara imeshacheza mechi 19 kama nilivyotoka kueleza, ambao ni dakika 1710. Ukigawanya kwa mabao 3 yaliyoruhusu, kwa wastani Yanga inaruhusu bao kila baada ya dakika 570. Na ndio maana Yanga kwa sasa kwenye misimamo ya ligi kuu za mashirikisho wanachama 54, kila moja kwenye ligi yake inaruhusu mabao kwa namna gani? Yanga best, kwa sababu wapinzani wanahitaji dakika 570 walau kufunga bao 1. Alafu inafuatia hii ambayo ni Stade Malien kama nilivyotoka kueleza, mpaka Simba Bora ambayo inashika nafasi ya 5. Ligi kuu 10 bora barani Afrika, namba 1 unaikuta ligi kuu ya Misri, namba 2 ligi kuu ya Morocco, namba 3 ligi kuu ya Algeria, namba 4 ligi kuu ya Afrika Kusini, 5 ligi kuu Tanzania bara, 6 ligi kuu ya Tunisia, 7 ligi kuu ya Angola, 8 ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kadhalika. Ukizihesabu bado katika ligi bora Yanga bado ndio yenye ukuta imara zaidi kuliko timu zote kwenye mashirikisho wanachama 54 kwenye ligi zao. Mlinganisho huu ni kile ambacho kila timu inafanya kwa ligi yake katika kuzuia kulinganisha na timu nyingine. Nadhani imeeleweka vizuri. Sasa swali ni je, Yanga kwa uwezo wake huu wa kuzuia zaidi ulioonyesha katika mechi 19 itadumisha vipi katika mechi 11 zilizobaki, ili hatimaye kuona je itaweka rekodi nyingine mpya baada ya rekodi ya msimu uliopita kuwa ndio timu yenye kufunga mabao mengi zaidi, lakini sasa inakwenda kuandika rekodi nyingine ya kwa timu yenye ukuta imara zaidi.
hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.